Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na mimi kunipa nafasi ya kutoa mawazo yangu katika hoja ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha kuhusu mpango wa maendeleo. Mheshimiwa, naomba nimpongeze sana waziri kwa namna ambavyo alituwasilishia mpango huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu niseme kwamba miaka mitano iliyopita siku kama leo nchi yetu ilipata msiba mkubwa wa kuondokewa na mmoja wa kiongozi mkubwa katika nchi yetu, marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Tarehe 17 alifariki na tarehe 18 tukamzika. Tarehe 19 makamu wa pili wa rais aliongoza waumini mbalimbali katika hitima yake pale Jadida. Naomba Mwenyezi Mungu amweke pale pema mzee wetu, aitie nuru kabri yake na mfufue miongoni mwa waja wema, na sote tuliomuhumu tuungane naye katika pepo ya Firdaus inshallah. Mheshimiwa Mwenyekiti, Waziri wa Fedha namfahamu sana, ni mtu mchapakazi sana. Naomba tumsaidie kwa sababu Zanzibar ina umaskini mkubwa. Lazima mipango yote ambayo inafanywa na serikali tuiondoe Zanzibar hapo ilipo, na nina mifano mingi ambayo nitieleza kwa nini Zanzibar ni maskini. Kwanza, serikali yenyewe imeanzisha kitengo cha kaya maskini. Sasa hili ni mfano hawazi kwamba nchi yetu ina umaskini mkubwa, na ukitaka mwananchi wetu umkere, alalamike, muondoe katika orodha ya kaya maskini. Ghasia kubwa, atapanda kwa mbunge, kwa mwakilishi, kwa diwani, kwa nini ameondolewa katika kaya maskini. Kwa hivyo ni mfano hai kama kwa kweli nchi yetu ina umaskini mkubwa. Mfano wa pili, tunaingia Ramadhani tukijaliwa kuanzia leo, wengine wameanza maustadhi na wengine kesho. Baada ya wiki moja katika majimbo yetu tuangalie watu ambao ni ombaomba, wanahitaji futari, wanahitaji daku, wanahitaji sikukuu. Huu ni mfano wa pili kwamba nchi yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ina umaskini mkubwa. Mfano wa tatu ni hali ya jukumu la sisi Waislamu ambao 99 au 98 ndio wananchi wa Zanzibar, tunashindwa kulipa zaka. Zaka ni jukumu la msingi la kila Muislamu, lakini kwa sababu ya hali ya umaskini wetu hutegemea zaka za nchi nyingine, Uturuki na nchi nyingine. Sisi Wazanzibari kwa sababu ya maskini mkubwa tulionao tunashindwa kutoa zaka. Na mfano wa nne, ukilinganisha na pato la taifa za nchi za visiwa angalau vitatu, tukua mfano wa Seychelles, Mauritius na sisi Zanzibar. Visiwa vya Seychelles pato lao la taifa ni dola 21,875. Seychelles, nchi ndogo sana katika Indian Ocean Island kama sisi, dola 21,875. Mauritius, nchi nyingine ya kisiwa jirani yetu, dola 12,973. Zanzibar, nchi yetu Zanzibar, kwa data tulizonazo, GDP yetu ni kama dola 1,400. Sasa
Mwenyekiti, mipango yetu ya maendeleo ilenge kutikwamua hapa nchi za wenzetu, visiwa vidogo vidogo, GDP yao iko hivyo, sisi tuko chini kabisa. Kwa hiyo ushauri wangu kwa waziri wa fedha na kwa serikali, mipango yetu ya kibajeti na kimaendeleo ilenge kutuondoa hapa na sisi tupige hatua ya kimaendeleo halisi. Eneo jingine ambalo nilizungumza kidogo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambalo Mheshimiwa Waziri amelizungumza, ni suala la uzalishaji wa mazao. Na kwa leo nitajikita eneo moja tu, karafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekubaliana sote kwamba zao la karafuu ni zao ambalo ni zao la taifa ambalo linatuingizia fedha nyingi za kigeni na hatuwezi kulikosa. Tatizo letu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hili zao tunalitaka kimdomoni, lakini huwezi kuwa na zao la taifa na kuingizia uchumi ukiwa hujaanzisha taasisi ya kulisimamia. ZSTC hasimamii karafuu, anasimamia biashara ya karafuu. Lakini taasisi gani katika serikali ambayo inaukuza, unastawisha mkarafuu? Hatuna. Matokeo yake kila mwaka uzalishaji wa karafuu unashuka. Sasa tutafika pahali vijana wetu watakuwa hawajui tena mkarafuu kwa sababu inakufa na hatuna utaratibu mzuri wa kuistawisha. ZSTC kilimo inatoa miche, wakituambia mwaka huu tumetoa miche 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, mingapi imestawi? Hakuna takwimu. Matokeo yake mikarafuu inakufa na uzalishaji unakwenda. Hatuna taasisi ambayo tumeipa jukumu la kusimamia mkarafuu katika nchi. Wenzetu wa Morogoro, nimeambiwa halmashauri ya Morogoro wameanza utaratibu wa kupanda mkarafuu, wa kulea mpaka uzae. Sisi historically karafuu ndio zao la uchumi, lakini tunalilevya na kwamba hatuna mipango mizuri na thabiti ya kuona kwamba mkarafuu bado unaendelea kuwa ndio tegemeo halisi la kiuchumi wetu. Kwa hivyo mimi ushauri wangu kwa serikali katika mipango yetu ya maendeleo, hili ni jambo la kulisimamia. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo naomba nilishauri sana ni uwiano wa bajeti kwa maeneo yetu, proportional budget allocation. Jambo hili muda mrefu tumelipuuza, hatulitendei haki vizuri, na matokeo yetu kuna imbalance ya maendeleo hasa baina ya Unguja na Pemba. Jambo hili linahitaji kusimamiwa vizuri, na nitatoa mfano ukurasa wa 18 wa hotuba ya waziri. Alisema kuna miradi ya sukuk. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika miradi ya sukuk ambayo Mheshimiwa Waziri alituambia ilitekelezwa, naomba ninukuu: kwa upande wa miradi iliyopangwa kupitia fedha za uwekezaji wa hati fungani ya sukuk, jumla ya shilingi bilioni 382.547 zimetumika kwa ajili wa miradi 8. Ujenzi wa diko la soko la kisasa la samaki kama bilioni 6.2, ujenzi wa diko la soko la kisasa la samaki mkoani bilioni 7.2, ujenzi wa diko la sala la samaki fungurefu bilioni 5, matengenezo ya miundombinu ya umeme bilioni 18, ujenzi wa barabara Kizimbani Kiboje Uzi Ng'amba Kitogani bilioni 55,
ujenzi wa barabara ya Mkwajuni bilioni 20, ujenzi wa bandari jumuishi Mangapani bilioni 244.3, ujenzi wa uwanja wa ndege wa Amani Abeid Karume bilioni 25. Jumla ya bilioni 382.537 zilizokuwa allocated kwa ajili ya Pemba ni ujenzi wa diko la mkoani la samaki shilingi bilioni 7.27. Ukipiga mahesabu ni 1.89%, kasoro ya percentage mbili, kasoro ya 2%. Mheshimiwa Mwenyekiti, appropriate budget allocation ya aina hii si mzuri. Pemba kwa mujibu wa sensa ya 2022 sisi tuko 31%. Sasa budget allocation ya aina hii ya 2% mtihani kidogo, na haileti usawa. Hatutaki usawa, lakini tunataka proportionally uchumi wa nchi, fursa katika nchi zigawane katika namna ambayo hakutakuwa na kudunisha eneo moja dhidi ya jingine. Kwa hivyo ushauri wangu sana natoa ushauri kwamba hili tuliangalie vizuri. Tukija katika bajeti hasa ya kiserikali za wizara ya bajeti kuu, tutajaribu kwa kadri inavyowezekana kufanya budget scrutinization, kuliweka wazi hili ili serikali ione kwamba kuna umuhimu wa kulifanyia kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna jambo la mwisho ambalo nilizungumze katika suala linaloitwa miradi mkakati. Wilaya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, watu wana mapendekezo ya miradi miwili ambayo tunahisi ni muhimu sana ingie kama ni miradi mkakati. Mradi wa kwanza ni wa bandari ya Wete. Mwenyekiti, bandari ya Wete ni bandari kongwe sana mkoa wa Kaskazini Pemba, lakini bahati mbaya spika hayupo. Alipokuwa waziri wa mawasiliano alifanya jitihada nzuri kuona kwamba bandari ya Wete inafanyiwa feasibility study. At that time binafsi nina kumbukumbu za mazungumzo yangu na yake kuhusu namna ambavyo alielekeza watendaji wake kuhusiana na feasibility study mwaka 2003 kuhusu bandari ya Wete. Leo 2025 imefanywa feasibility study, lakini hatuoni kama bandari ya Wete imewekwa katika mradi mkakati. Na bahati mzuri sana, naomba nimpongeze, nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia, ameingiza bandari ya Wete katika fedha ambazo ameenda kuziomba Korea, kiasi ya dola milioni 100 naambiwa zimewekwa kwa ajili ya ujenzi wa bandari ya Wete. Sasa pesa ziko, Mama Samia kashahangaika, zipo. Sisi Zanzibar tunashindwa nini kuchukua pesa zile na tukuingiza katika bandari ya Wete kama ni mradi mkakati? Watu wanahangaika sana. Watu wa Wete mkoa wa Kaskazini wanamka saa 8 kwenda kusafiri mkoani, kama vile mkoa wa Kaskazini uko landlocked. Hili na hisi serikali ifanye jitihada, hakikisha kwamba mradi wa mkakati swala hili bandari ya Wete limewekwa. Lakini la mwisho, swala jingine, hospitali ya Wete. Tumekuwa tukiambiwa kwamba kuna mradi, kuna msaada kutoka UAE. Jitihada zimefanywa, watu wanalalamika. Hospitali hapo Kinyasini iko mbali na maeneo ya Mtambwe na maeneo mengine, wananchi wanahangaika.
kuna pesa za mfadhili. Naona Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali kwamba hospitali ya Wete nayo kama ambavyo hospitali nyingine ziingize katika mradi mkakati kwa mwaka unaokuja. Mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, tunajenga hospitali makubwa, lakini bahati mbaya huduma mbovu za usumbufu. Sasa mambo haya mawili hayendi sambamba. Tunajenga hospitali kwa gharama kubwa, lakini huduma zinazotolewa ndani ya hospitali wenyewe ni mbaya sana. Mfano hospitali ya Kinyasini Pemba imo katika jimbo la Gando. Huduma mbovu, udhalilishaji wa wafanyakazi wazao wanafukuzwa ovyo ovyo, na kwamba inaonekana kama yule jamaa aliyepewa huduma anayepewa uendeshaji wa hospitali sijui ana nguvu kiasi gani kwamba hata wizara Pemba inashindwa kumkemea na kumsimamia. Sasa haya mambo haiwezi kwenda hivi. Tunaweza tukuwa na mipango mizuri, lakini kama usimamizi wake haukwenda vizuri, basi inakuwa mtihani kidogo. Mwisho sana, Mheshimiwa Spika, naomba kwa dhati kabisa nimpongeze sana makamu wa kwanza wa rais mstaafu Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Baada ya uchaguzi na yote yaliyotokea, amekuwa mvumilivu, amepita katika maeneo yote, majimbo yote ya Unguja na Pemba kuwaasa wanachama wake wawe watulivu, wasifanye vurugu na wadumishe amani. Mfano huu ni mfano wa kuigwa. Tunamwombea Mwenyezi Mungu afya, uzima, ili Zanzibar yetu iwe na amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana.